Na kampeni ya uhamasisho ya halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini KRA iliingia katika siku yake ya pili leo, huku walipa ushuru wakipongeza mpango mpya wa kujihudumia ambao umerahisisha uwasilishaji ripoti za ushuru. Wale waliohudhuria msafara huo wa barabarani katika maeneo ya Kiambu walisema kuwa mpango huo wa kujihudumia umepunguza saa nyingi na gharama ya juu iliyohusishwa awali na kuwasilisha ripoti za ushuru. Mpango huo unaojumuisha nambari ya WhatsApp na nambari fupi inamwongoza mlipaji ushuru katika mchakato wa kuwasilisha ripoti hizo. Kampeni hiyo kwa jina Jijue Jibeta, inayotekelezwa kwa ushirikiano na shirika la utangazaji nchini KBC, ilitua kwenye mji wa Ruiru, Juja, Thika, Makongeni, Withaidhie na Githurai. Nikachukua namba, nika-save kwa WhatsApp KRA, then nika-tap, after kutap nika-send hi, of which wakaniregeshia message, wakaniambia nil return my KRA pin. So nikabonyeza, after kubonyeza wakaniomba ID number yangu, of which nikaweka ID number yangu. After kuweka ID number wakaniletea opt in, of which ikaniambia tayari niko nil return. For me nimetumia like only 1 minute ku process. Yeah, so naomba kama vijana, just hii process ni rahisi, just do now for just few minutes. Imenigharimu around 2 to 3 minutes, na nimekuwa na wakati mgumu hapo awali juu nilikuwa na chajiwa kwa cyber, sometimes unaenda 200, 300, so nimeona kufiles na simu it's very easier. Na wahisi wa Kenya tuendelee kufile returns na njia ya kutumia simu. Nimepata wako na msimu mpya wa kufile returns zetu, so badala ya uende kwa cyber utumie pesa zako uende process mingi, you only need kukuja uongee na shuru pale kwa WhatsApp. Namba ni 07 11 0 na 95. Ukishaweka hizo namba you are good to go, and then you just text. Na it's very simple, once you text hi anakutext back, then you text your ID and everything is done within a minute.